toleaneni salamu baina yenu mtapendana. Hili ni moja katika sababu za kuyajenga mapenzi baina ya watu. Ikiwa mtume alisema ya kuwa toleaneni salamu baina yenu mtapendana, ya kuwa alitubainishia ya kuwa kutoleana salamu, kuzagaza salamu baina yetu ni katika sababu kubwa za kupatikana mapenzi baina yetu. Ikiwa kwamba salamu ina athiri na kuweka mapenzi baina ya watu, itakuweje kuhusu maongezi? Kumbe maongezi yana athari kubwa. Sasa watu kuwa wanaishi sehemu moja kisha hawazungumzi, hili swala si swala njema au sio nzuri. Hivyo na familia yako, ni lini umeikusanya familia yako mkakaa mkazungumza? Pawe shura baina yenu na kwa mnazungumza. Watoto wameanza kukua, umewazoeza desturi ya kuikaza familia, unakuwa unamwambia niambie wewe kuna shida gani? Wewe kuna tatizo gani? Kuna nini? Unaijalia familia yako, hata watoto wako wanakuwa wako free. Kuna mambo ambayo atakuwa akikutana nayo anakuwa na uhuru wa kukuambia. Leo wakati mwingine tunakosa baadhi ya vitu, tunakuwa tunajua baadhi ya matatizo yameshakuwa makubwa kwa watoto wetu kwa sababu ya sisi kutokuzungumza na familia zetu.